wakati inawaka, utaona pale katikati kuna kitu tunaita kama rimu ama beam pale. Sasa waliona ya kwamba jua ni mungu wao, na kando na mungu wao ile rimu ambayo ndio ilitokana ikatengeneza hii pete ni kwenda katika lango lisilojulikana, kitu kama hiyo. Na wakaangalia pia mwezi, wakati mwezi unaanza kutoka ni mchanga, lakini wakati unakuwa mpevu pia ina umbo la mviringo mduara, pia inakuwa mfano wa nini, wa pete hii. Wakaona sasa ni muhimu kuabudu jua na mwezi. Sasa wakajua wakati mshipa huu mkubwa ambao unatoa damu kwa moyo unapeleka kwa mwili, kuna branches moja inaingia paka kwa hii kidole na kuja hapa. Wakajua wakati wanaunganisha mume na mke wake, wakikuwekea hii mungu wao huyu, ile ndoa vile nimeweka hivi, hii ni pete vile nimeweka hivi, hautamsahau mke wako, na wewe mke hautamsahau mume wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu muunganishwa na mungu wao, yani mungu jua. Na usisahau huyu ni Farao, na wale pagani wa mwanzo vile tumesomwa na wanahistoria walimuasi Mungu, wakaanza kuabudu viumbe, na ni shetani ndiye anaongoza mambo hayo yote. Ndio. Ya kishenzi ya kumuudhi Mwenyezi Mungu. Wakaeka hizi pete. Na za kwanza katika nchi ya Misri zilitumika katika ule tunaita mwanzi, kwa Kiingereza tunaita bambo. Na zingine ngozi za mwanzo kabla sijakuja hizi za chuma. Sasa walikuwa kikuwekea hapa au ambao wanakuona wamekuwekea mungu wao, na huyo mungu wao ndiye atashikilia nini, hiyo ndoa yenu isivunjike. Na hiyo itikadi iko paka leo. Tunaelewana? Iko paka leo. Hebu nisiongee maneno yangu tu, nataka msomaji hebu unisomee hapa nukuu hizi vizuri. Anzia hapa usome paka hapa. Alafu nitakwambia pia saa zingine usome kama ushahidi. Utasoma kwa lugha, anzia hapa hivi, usome taarifa kwa lugha ya Kiingereza, lakini tutaifafanua ili wale ambao hawajafahamu lugha ya Kiingereza vizuri, ili pia wapate ujumbe, maana ujumbe wa Mungu ni ufikie kila mtu. Soma. Ninasoma maelezo haya katika lugha ya Kiingereza. Inasemaje? What were the first wedding rings? Hiyo ni kama swali unaulizwa, yani ni lini kulikuwa na pete ya ndoa? Egyptians, Greeks and the Roman wedding rings. Unasikia, yani Greeks, yani wale tunasema wa Egypt ama wa Misri, na wale wa Giriki na wale wa Rumi. It was the Egyptians pharaoh. Sasa huyo ni Egyptians Farao, yani huyo mfalme. Kwanza neno Farao mara nyingi kama ujui inamaanisha nyumba kuu ama great house. Endelea soma. Who first used rings to represent eternity. Unasikia, ambaye alitumia pete yani kuwakilisha nini, mbingu yao yani. That's because a circle has no beginning. Yani ile kitu cha mviringo, yani kitu kiko mviringo ama round, haina mwanzo na haina mwisho. And no end. Na haina mwisho. And they reflect the shapes of the sun and the moon. Na inawakilisha yani umbo la jua na mwezi, which the Egyptians worshipped, ambayo wa Misri waliabudu. The Egyptians also thought that the open space in the middle of the ring represent a gateway to the unknown. Unasikia, pia wao walikuwa na mawazo ya kwamba yani sehemu iliyo wazi kama vile hii ringi ama hii pete hii wazi, sehemu hii yani ni njia ama ni lango ya kwenda mahali pasipojulikana. The Egyptians our boros or boros. Yani hilo neno orboros ni neno la Kigiriki ambayo linamaanisha yani ni nyoka. Sasa pale ndio inakuja paka tunapata sasa ile mkufu. Yani nyoka ni ule mnyama, lakini kama ameuma mkia wake unaona pia anatengeneza kitu kama mduara ama mviringo. Sasa unaona pia hapo ndio inatokana na neno nini, mkufu. Ushaona mkufu ama ile tunaita nini? Tunaita nini ile kwa Kiingereza tunaita chain. Maana nyoka akiuma mkia unaona pia ni kama mkufu. Endelea, ama anakuwa kama pete. Ring portrayed a serpent swallowing its tail. Umesikia? Yani pia hii pete yani inawakilisha ama inaangazia yani nyoka ambaye ameuma mkia wake, representing the internal circle of a things. Yani pia inawakilisha yani undani wa kitu ambayo ni mviringo. The Ouroboros is one of the oldest symbols in the world. Yani ni aina ya yani ya zama za kale
zama za kale ya duniani. And its name means tail devour in a Greek. Yani maana yake inamaanisha yani kumeza mkia katika Kigiriki. Ndio. Namna hiyo. Sasa nafikiria pia umepata ujumbe. Sasa tunataka kurudi kwa Farao mwenyewe tufafanue vizuri. Sasa nataka usikize. Huyu Farao mfalme wa Misri hakuwa ni mchezo. Wakati naye pia amevaa pete, alikuwa tayari si pete ni Mungu, ninawakilisha pia jua ni Mungu. Akivaa ile pete hivi mkononi, yani inamaanisha uwezo wake na Mungu wake, yani uungu wake na uwezo wake, yani tayari naye pia ni Mungu. Anaweza kukusaza ama anaweza kukuua. Tunaelewana? Ndio. Alafu katika taji yake ya kichwa tunaita nini? Crown. Alikuwa anavaa crown. Tutakuonesha katika video uangalie ile crown yake. Na ukiangalia crown yake hata ndio mataifa ya Kiarabu wale wafalme kama vile Saudi Arabia utaona katika video. Utaona katika video vile unaonyeshwa. Hizo picha utaona hata wale mataifa ya Kiarabu baada anafuata ile tamaduni na mila. Unaweza kuona anavaa kitu, anaweza kuvaa vazi ama kanzu, alafu anavaa kitu kinakuwa kama crown lakini kitambaa kina rangi nyekundu na nyeupe, alafu hapa mbele kinakuwa hivi kama mdomo wa nyoka, alafu hapa mbele kuna kitu kama kimpira. Yaani shape ya nyoka lakini imeunganishwa kama nyoka na umamkia. Sasa ndio Farao kana anavaa namna hiyo. Alafu hapa mbele kina kitu kama mdomo. Ile mdomo uko unawakilisha ndege ule tai au tunaweza kumuita nani ule oko ama yule tunamuita eagle. Shona ule ndege ule mwenye kushika ndege wenzake, na kuna wengine wakubwa hata wanaweza beba mbuzi ama wanyama mituni kama vile hata twiga, hata digidiki, hata ule tunamuita paa anaweza beba. Yule tunamuita eagle. Kuna wengine wakubwa sana. So mdomo uko unawakilisha huyo eagle. Ile kitu kama nyoke na mamkia inafungwa. Ukiangalia kama kuna style ambayo hata watu wengi wanaita Arafat style. Nchi ambazo zinaongozwa na wafalme kama vile Saudi Arabia, Morocco, Qatar, angalia wale wafalme wao viongozi wao vile wanavaa. Wanavaa kanzu, angalia hata katika video hii utakuja kuiona vizuri, usione tunadanganya. Hiyo yote ni tamaduni waliiga mavazi ya kale ya Kimisri vile Farao kanavaa. Sasa ile nyoka pale kichwani, ule nyoka alikuwa anawakilisha ni Farao na uwezo. Anaweza kukusaza kama vile nyoka anasuma kikuma unakufa, pia Farao anaweza kukuua. Uko unajua hivyo. Ile eagle uko inamaanisha uwezo wake. Unaona uwezo wake. Vile ile eagle nimesema ule ndege ule mwewe ama kipanga anaweza kubeba mnyama mkubwa na kaenda akamkula ama akamfanya mnofu. Hivyo Farao hilo taji ile mdomo inakaa hivi na ile kitambaa uko unaona na madoadoa nyeupe nyekundu. Yaani ni nyoka ya aina ya cobra, vile ana sumu cobra. Ndio. Cobra nyoka mwenye sumu tutamuita vipi kwa Kiswahili cha ndani? Tutamuita swila. Ona, nyoka mwenye sumu. Sasa kana maanisha Farao alikuwa amejipanga. Yaani yeye mwenyewe ni Mungu. Pili, amevaa Mungu mkononi pete. Tatu, yeye ana nini? Yaani yeye anaweza kukuua, na pia kama vile nyoka ile unaona imekaa ile crown kama vile mataifa ya Kiarabu anavaa. Angalia katika ile video vile nimekuambia, unaona hiyo yote. Sasa kwa ufupi, sasa kama alikuwa ameweka crown ya nyoka, pia mataifa mengi dunia nzima kama ile mataji ya Kiarabu kama vile Morocco ina mfalme, nimekuambia kama vile Qatar ina mfalme, nikakwambia kama vile Saudi Arabia ina mfalme. Angalia hizo crown zao. Ama pale Palestina kiongozi ule wa Palestina unaweza kuona pia anavaa vile. Utaweza kuona juu kuna crown. Sasa wale ni tamaduni wameiga, nilikuwa nawakilisha nyoka. Sasa huyo nyoka ni nini? Hebu chukua Biblia, ijibu sisi nyoka. Hebu nifungulie kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 12 aya yake ya 9. Usikie nyoka ni nini? Na huyo mnyama tai kama bado anatafuta mnyama tai, si mnyama mzuri. Ukienda kwa waganga, ukienda kwa wachawi na wale waabudu wa shetani, ile mnyama tai ni ishara yao pia wakijiwakilisha. Ufunuo 12:9, sisahau. Nyoka maana yake ni nini? Sikia nyoka. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa. Nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani au danganyaye ulimwengu wote. Umesikia? Akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Umesikia? Kwa hivyo ukinaposikia nyoka tayari kwa Biblia anawakilisha shetani. Hata ukiangalia kitabu pia cha Mwanzo 3 aya yake ya kwanza na ya 4 unaweza kuona pia shetani alipomkujia Hawa kumwadama kumdanganya alikuja pia kwa mfano wa nyoka. Hiyo usisome, tushafafanua. Sasa Farao huyu kando na hivyo alikuwa na pete. Akiamua ufe utakufa, akiamua uishi utaishi. Hebu tuangalie hapa vile huyu Farao alikuwa akivaa pete, yani alikuwa anawakilisha mamlaka yake
na uwezo wake. Akiamua ufe utakufa, akiamua ubaki utabaki. Nisomee hichi kitabu cha Mwanzo tuone Farao vile alikuwako anamaliza watu. Kitabu cha Mwanzo. Nisomee Mwanzo 40 aya yake 20-23. Utakujua mtu akivaa pete na mamlaka yale ya juu, lakini ujue hajatokana na Mungu. Hata hizo harusi hajatokana na Mungu, na ushahidi tunaenda kutoa. Ndio maana tumejitokeza dunia kuambia watu ukweli, lakini ukipenda fata, kama utaki baki na pete yako. Sasa tuna shida, mkufu wako, bangili, sawa. Hebu ninasoma Mwanzo 40:20 mpaka 23. Inasemaje? Inasema ikawa siku ya 3, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote, akiwainua kichwa cha mkuu wa wenyeshwaji na cha mkuu wa waonaji miongoni mwa watumwa wake. Akamrudisha mkuu wa wenyeshwaji katika kazi yake ya kunywesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake. Bali akamtundika mkuu wa waonaji katika Yusufu okaji kama Yusufu alivyowafasiria. Lakini huyo mkuu wa waonyeshwaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Asante. Unaona nani katundikwa? Maana yake maanisha aliamua hafe huyo mkuu wa okaji. Akaamua atundikwe, na maana yake alimsulubisha. Maana Farao alikuwa akisema amesema yeye ndio Mungu. Ushaona? Ndio maana yake. Kwa hivyo tumeshaona vile hawa mabwana walianzisha. Sasa hizi pete zikakuja vipi? Hizi pete baada ya Misri kwanza zilikuja katika taifa la Babeli ambayo ndio Iraq. Ambaye Babeli utawala wake aliokuwa anatawala wa mwanzo, yani anatawala lakini dunia yote. Wacha Nimrod alitawala Babeli peke yake. Lakini Nebukadnezar ambaye alianza kutawala taifa ile mwaka wa 605 BC, yeye naye aliiga hizo ibada za pete, naye akafanya nini? Akapeleka huko Babeli. Ushaona? Na alipopeleka huko Babeli ndio unaona naye alikuwa na kiburi. Akaenda paka Yerusalem, akachukua zile vyombo vitakatifu, akapeleka kwake, akaanza kusifu miungu yake ya dhahabu na ya fedha. Hiyo sasa miungu na akaanza kuisifu. Ndio mikono, huyo sasa ni mtoto wake ni nani? Nebukadnezar. Akasahau naye mkono, ikatokea ukutani kaandika mene tekeli na peresi. Katika kitabu cha Daniel sura yake ile ya 5 ukisoma yake ya kwanza na ya 6 utapata habari. Haina msomaji asome, lakini menukuu. Kama una shaka utasoma hapo, maana tubatishi tumesoma Biblia ni yetu. Sasa basi, baada yeye kuita waganga na wachawi wamsaidie yule Belshazzar ambaye ni mtoto wa Nebukadnezar, bali ya kuita hata watu wa Mungu wamshauri, yeye aliita waganga na wachawi, alishindwa. Ndio mwishowe akaambiwa tafuta Daniel mtumishi wa Mungu. Ndio Daniel naye alikuja akamtafsiria yule mfalme, lakini yule mfalme kuna kitu alifanya. Baada ya kutafsiria alimpenda sana Daniel, akampatia mkufu wa dhahabu, lakini Daniel unaona alikataa. Maneno hayo ni kweli. Kwa nini alikataa mkufu? Daniel alijua haina maana zile vitu. Na yule ni mtumishi wa Mungu. Mkufu wa dhahabu alimwambia atamvisha nguo la zambarau na mkufu wa dhahabu. Nguo ya zambarau maana yake iko inamaanisha ni mtoto wa kikwani ama mtoto wa kifalme. Sasa Daniel alikataa vyote zawadi, hata mkufu wa dhahabu alikataa, kwa sababu Daniel alijua ni miungu hiyo. Nisomee Daniel 5 aya yake ya 14-17, ama nisomee tu 17-18. Soma. Inasemaje? Danieli 5:14 na 17. Inasema, nimesikia habari zako kwamba roho ya miungu imo ndani yako, na kwamba nuru na ufahamu na akili bora zimeonekana kwako. Basi sasa watu wenye hekima na wachawi nimeletewa mbele yangu, wapate kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake. Lakini hawakuweza kunijulisha tafsiri ya jambo hili. Lakini nimesikia habari zako kwamba waweza kuleta tafsiri na kumfumbua mafumbo haya. Kama ukiweza kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, utavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwako, nawe utakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Unasikia? Kwa hivyo unaona zile vitu vyote nimesema pete,
na mkufu. Ilikuwa inamaanisha wewe ukivaa yani una mamlaka fulani. Sasa unaona Danieli angekubali hizo vitu 17 angekuwa mkubwa katika watatu katika ufalme wa Babeli. Soma 17 inamaliza inasema ndipo Danieli akajibu akasema, mtumishi wa Mungu, mbele ya mfalme zawadi zako zishike wewe mwenyewe na thawabu zako mpe mtu mwingine, walakini nitamsomea mfalme maandiko haya ya kumjulisha tafsiri yake. Hata wachi hapo na ubarikiwe msomaji. Umeona sasa? Hii vitu si vizuri. Mtumishi wa Mungu Danieli, Mkristo huyu, na wewe Mkristo unavaa. Wachana na mambo ya mikufu hii na hizi mambo za pete. Kabla sijaendelea, nataka nikuambie hivi. Siku moja nikiwa na rafiki yangu askari kutoka nchi ya Marekani, nitaweza kusema alinienjoy sana na kunifanya duni. Akaniuliza, huku Afrika naona mnaiga vitu ambavyo tunafanya hata mjui tu maana yake nini. Nikamwambia kama nini na nini. Akaniambia si kule tukiweka kipete ya sikioni na huku na nyinyi mnaweka. Sasa zingine hata wakina mama wanaweka pete ya puani, tunaweka. Wengine wanaweka bangili za miguuni huku kwenye nini huku kwenye kisigino, vikuku. Pia wanaona tu, naona mnaweka. Mnajua maana yake? Nikamwambia tujui maana yake. Mwisho ananiambia hata tunaona vijana wanavaa ile mnaitaga mwarisho ama swag. Sasa nikamuuliza, kwani maana yake nini? Basi alinichanua huyo bwana mwanajeshi Mwamerika au Blacks Americans. Alinielezea mambo mengi sana. Akaniambia kumbe zile pete mnaona, ukiona mtu ameweka pete hapa juu, na wenye kuvaa pete msikie, mnaweka ni vile hamjui, na sisemi nyinyi mnafanya hivi vitu. Akaniambia ule mwenye kuweka pete hapa juu ya sikio moja hapa juu ama hapa chini. Kwanza akianza na hapa chini pete moja, mwanaume yani huyo ni shoga, ndiye anaanza ushoga. Ukiona ameweka mbili, sasa anaanza kwa maarufu. Na ukiona ameweka zote, yule ni basha, tena ni shoga, na kule inajulikana vizuri. Akaniambia ukiona mwanamke ameweka kipuli hivi, yeye ni mtu wa kunyonya zile vidude ambazo sitaki hata kusema. Maana hii ni utumia hekima, dunia nzima watu wanaona. Na kule ni biashara inafanyika. Na ukiona mtu ameweka bangili hapa mguuni, ima wa kushoto ama wa kulia, yeye ni mtu anafanya yale mambo ya ushoga, mambo ya nyuma nyuma. Nitaongea kwa hekima na mwenye akili aelewe, maana sitaki kufafanua, watoto pia wataona huu mtandao. Akaniambia hivyo. Nikamuuliza na wenye kuvaa mwarisho swaga. Akaniambia ile ilianza kwenye magereza, kwa wale walikuwa wamefungwa maisha, hawana muda kuonana na wanawake zao ama wasichana huko nje. Sasa pale magerezani walikuwa wanamalizana pale. Ndio maaskari walipojua walikula kichapo. Sasa ndio wakabadilisha mbinu. Wakasema ishara ya kujua mwenzako anafanya hiyo biashara ni uvae suruali uteremshe chini. Yaani mwenzako akiona. Sasa nikamwambia biashara gani? Ananiambia pale ilikuwa ni biashara, kuna wengine magerezani hawatosheki na chakula. Sasa wewe ukionyesha ile ishara, mwenzako akikujamia tu utampa nini? Utampa ile share chakula pale gerezani. Maana gerezani chakula ni wembe, ushibi kama nyumbani, maana wale wamefungwa maisha. Ndio ilianza vile. Sasa ilipoanza vile imekuwa fashion dunia nzima. Vijana wengi huko Afrika tukiona tunaita ni swaga na sisi tunavaa hivyo. Kumbe ni mambo yanawakilisha vitu vibaya sana. Aliponiambia nilisikitika sana. Nikiangalia vijana wengi, si Kenya, si Tanzania, Uganda, Nigeria, wapi. Watu wengi wanajifanya ni Waamerika. Kumbe ni vitu viko nawakilisha uchafu na miungu mingine. Leo usikie kama ulikuwa usikii vitu kama hivyo. Hebu turudi kwa mada zetu za pete. Basi, Wamisri au walipoanza pete hizo, basi moja kwa moja wafalme wale waliotangulia kama Wagiriki nao wakachukua. Rumi ya kishenzi na ya kipagani wakachukua. Mwisho walichukua Rumi ya kipapa na wakaileta kanisani, na ndio unaona pete zikaanza sasa. Sijui tunaelewana? Somaji usipumzike sana. Nisomee taarifa na utaje tumeitoa hapa. According to tasoma hii taarifa kwa lugha ya Kiingereza. Hii hapa hii. Taarifa hii usisome mpaka huko hii peke yake. Yaani ujumbe ufike. Soma, maana uko hapa kwa sababu ya kusoma, ulimwengu wapate elimu. Soma. When Alexander the Great, yani huyo alikuwa mfalme wa Kigiriki, conquered the Egyptians, aliposhinda Egypt ama Misri, the Greek adopted the traditional of the giving rings, yani walihiga hiyo tamaduni ya kupeana pete za ndoa to their lovers, kwa wapendwa wao, to present devotional, yani kuwakilisha mambo ya ibada. Many of these rings, wingi wa hizi pete depicted Hera or Cupid, the god of love. Yani yoyote na
kama makosa yake anawakilisha ni miungu ya mapenzi. When the Roman conquered the Greece, Wakati Warumi nao waliwashinda Wagiriki, they picked up walichukua nao on this traditional wakachukua hiyo mila na tamaduni, and began using iron copper rings. Nao pia walichukua kutoka kwa hii ya shaba, in marriage ceremonies. Wakatumia katika sherehe za harusi. The iron ring, yani pete ya chuma, sometimes had key motives, yani na ufunguo wa nini? To motive in Kiswahili inamaanisha nini? Yani motisha, to symbolize that the wife now had control of the household goods. Yani ule mwanamke sasa, yani inawakilisha yule mwanamke ana control vifaa vya nyumbani. By 2 centuries however, most rings were gold. Yani katika zile karne za pili, karne ya pili, yani pete nyingi zilikuwa za dhahabu. According to GIA, hii si mambo yetu, hii ni according to GIA, or Orpheus, Jaidu. Hao ndio watafiti ambao wametutafutia kulingana na wao. Sasa turudi tena ndani ya Biblia ama ndani ya historia. Katika zama zile hao Wagiriki wana historia kubwa sana. Kama umesoma pia the history of Greeks, utakuta kuna mambo mengi sana. Utakuta Wagiriki nao walikuwa na mfalme wao, ambapo kuna mama ambaye alikuwa malkia, alikuwa anaitwa Olympias. Huyu mama, kabla mume wake hajafariki, mume wake alikuwa na tabia ya kwamba ni kama ibada fulani hivi. Kwanza wakati alikuwa anataka kuoa, alikuwa anapiga mbiu, anatangaza taifa nzima, wasichana wale warembo kama sasa hivi za kusema under 18, yani wale wafikisha miaka 18, wale wasichana wote wanachaguliwa warembo. Baada ya kuchaguliwa ni warembo tena wanapodolewa, yani wanarembeshwa. Baada hapo wanaletwa katika uwanja mkubwa, kama vile kwa mfano pale Tanzania kuna ule uwanja mkubwa ule ambao mnauamini nyinyi wa Tanzania. Kenya hapa tuna uwanja mkubwa wa Kasarani. Uganda pale kuna uwanja mkubwa. Ama kama ule uwanja mkubwa pale Marekani unachezwa kombe la dunia. Sasa tayari mbio inatangazwa, wasichana wote warembo wanakuja pale. Na ule jamaa miungu yake alikuwa anapenda kuona tupu za wakina mama na tupu za yani watoto wa kike na tupu za wanaume. Na miungu yake ya pili ilikuwa ni ulevi. Na hiyo yote anaongozwa na shetani, wakiakilisha Mungu alikuwa anaitwa Zeu. Mungu wao alikuwa anaitwa Zeu, si Mungu muumba mbingu na nchi. Sasa ule bwana baada ya kutangaza mbiu, wale wasichana wanapodolewa wanaletwa pale. Sasa wanapita mbele yake, atachagua wasichana wazuri 13. Sasa ujiulize, mbona achagua wasichana 12, mbona 13? Namba 13 mara nyingi pia inawakilisha shetani. Si namba 66 peke yake, hata 12 inawakilisha shetani. Sasa 13 inawakilisha shetani. Anachagua wasichana 13, maana kila mwaka alikuwa anafanya hiyo sherehe. Yaani baada ya miaka mingapi? Baada ya miaka 4 alikuwa anafanya hii sherehe kuoa. Sasa atachagua wasichana warembo, kwa wale washafanywa vipimo ni warembo. Yeye anachagua wake warembo ambao anawapenda. Na unajua wale watu wakipita pale kwake wanapita wakiwa uchi, baada ya kurembeshwa uchi. Baada ya hapo yeye analewa na wale watumishi wake serikalini, ni mawaziri, wabunge, wakina nani, wamekaa pale katika ule uwanja wake. Sasa baada ya hapo akishachagua wake, atawaamurisha wale wasichana wamebaki waolewe na hawa wanaume. Sasa na hawa wanaume wako wanapewa masharti, wakimbie wakiwa uchi. Unajua ni ibada hiyo. Ibada hiyo inaitwa Olympias, ni ibada hiyo kulingana na jina la ule malkia ambaye ilianzishwa na mume wake. Ni ibada hiyo. Sasa watu watakimbia, watashindana. Sasa wale wenye kushinda from number 1 to 3 kuna vitu walikuwa wanapewa. Na kabla hawajapewa walikuwa wanaambiwa wafanye mapenzi hadharani, watu wote wakifurahia, wanakunywa pale mvinyo na wanaangalia vile watu wanafanya. Aibu kweli kweli. Ibada za kishetani, wakiwakilisha Mungu anaitwa nani? Zeu. Sijui tunaelewana? Wakiwakilisha Mungu anaitwa nani? Zeu. Ibada hili ilikuwa ya machukizo sana. Yaani ukiendelea kusoma hicho kitabu utasikitika mpaka utashangaa. Sasa mahali pengine
Unaona, baada ya kumaliza sherehe zote, kukimbia, mmeshinda, mmeozwa, mmefanya mapenzi hadharani, watu wote wakiona. Sasa wewe ulikuwa wewe ni mfalme, unavikwa taji. Sasa ile taji ulikuwa unapewa, ndio unaona sasa imebadilishwa ni gold, wakati watu wanakimbia hata hao. Sasa ndio kuna askofu mmoja wa Kikatoliki alipoona hizo akaona vimepita mipaka, akazi abolish. Ndio ikabidi, na hiyo sherehe zilikuwa zinafanywa mwaka wa 776 BC, kitambo sana kabla Yesu ajaja. Ushaona? So vile alikuwa anafanya, baada ya hivyo wale washindi wamepita hivyo, walikuwa wanavalishwa sasa zile taji. Sasa umekaa hivi unavalishwa. Na kabla ya hapo, hii pete hii, nimekuambia hii ni pete. Angalia, hii ni pete ya ndoa hii. Nimeileta ili kufundisha hii elimu iingie kwa watu vizuri masikioni. Sasa angalia, hichi kidole, si hichi kidole ndio kinawekwa pete hichi. Maana nimesema kuna mshipa wa Misri waligundua waanzilishi wa pete. Imeika hapa. Sasa hichi kidole kikaa kiko hivi juu. Hii inamaanisha ile uume wa mwanaume. Acha niongee kwa hekima ili uelewe. Hii pete unaona ina shimo. Sasa wale walikuwa wameshinda, walikuwa wanafanya hivi. Baada ya kufanya mapenzi hadharani, inaingizwa hivi. Unaona tunashangilia. Na ndio hivi ilivyo kanisani. Unaona mtu anasema mimi John ninaapa nitampenda Esther wakati wa shida na wakati wa nini. Na hii pete iwe ishara. Yaani iwe ishara kati ya mimi na nani na John. Alafu yule mume anatangulia anamweka mwanamke. Watu pale kanisani the same the way ilikuwa inatendeka. Ona, hii maana yake nini? Watu wanafanya mapenzi hadharani, alafu hii ni pete ina shimo hivi. Na nikiongeza zaidi unielewe vizuri, tunapoishi pwani ya Kenya, na si pwani ya Kenya, hata pwani ya Tanzania. Kienda pale kama Tanga pale Dar es Salaam Kariakoo, pwani ya Kenya, Mombasa, Malindi, Waswahili wengi wanaishi, ama kule Udigoni ukikosana naye, yeye ni mtu wa maneno mengi sana. Sangine tunakosea, tunasema Waswahili wana mdomo sana. Lakini Mswahili sangine hata ongea kwa mdomo, anaongea kwa ishara. Ukimuuzi Mswahili anakufanyia hivi. Sitasema kitu, unajua anamaanisha nini. Angalia hii pete. Ona vizuri hii pete hii. Unaona? Anakufanyia hivi Mswahili, alafu anakufanyia hivi. Hii kitu ya shetani imeletwa kanisani katika nyumba nyingi za ibada, ambaye si vizuri, ni miungu. Laanzishwa na mpagani Farao. Baada ya Farao ikachukuliwa na Wababiloni, utawala ule wa 606 BC kabla Yesu ajaja, ukachukuliwa na Wamedi na Wajemi Irani hao, na wakachukua, shetani akatumia hiyo mwaka wa 538 BC, ikatoka hapo kaingia Wagiriki, Alexander huyo. Mwaka wa 331 BC ikatoka hapo ikaingia Rumi ya kipagani ama ya kishenzi ama ya kishetani mwaka wa 168 BC. Ushaona? Ikakuja ikavunjika mwaka wa 476 AD. Kagawanyika katika mataifa mangapi? 10. Ambayo mataifa ni Italy, France, German, England, Portugal, Swiss, tunaelewana? Swiss, Spain, Vandal, Eruli na Orthodox. Mwishoe upapa ulipoinuka mwaka 538 AD. Upapa sasa, viongozi wa Catholic wakaua haya mataifa matatu. Ndio unasikia ile pembe ikafanya nini? Ile Daniel 7 aya yake ya 8 na ile Daniel 7 aya yake ya 25. Ile pembe ikaanza kutawala, inasimamia upapa. Nafundisha vitu vya deep, nilikwambia nitaenda deep. Kama ni Mkristo labda unaenda madhehebu, usinichukie. Nafundisha vitu viko written in the Bible and the documentary history ili unielewe vizuri. Maana tuko hapa si mchezo tu, Ishmael Juma jamaa la mtaani. Tumebukua buku na kuelezea ulimwengu, na tukulazimishi, tunakuelezea vitu ambaye vilitumika. Sasa upapa nao wakaona, walipoanza kutawala ulimwengu nao, baada ya kuondoa wale mataifa matatu, ambaye taifa lisugu liko linaitwa Orthodox, likavunjwa mwaka wa 538 AD baada ya Yesu yani. Wakaanza kutawala. Walipotawala wakawa wameshika vitu viwili. Wao tena ni viongozi wa dini, tena ni kifalme. Wakaona dini yao haitaweza kuwa na wafuasi wengi. Wakaamua waige mambo ya wapagani walete kanisani. Waige nini? Mambo ya wapagani walete kanisani ndio wapate wafuasi wengi. Wakaiga nini? Hebu tumsikie Cardinal mkubwa, msomi na mwanahistoria, anajulikana kama Cardinal Newman. Katika kitabu chake kinaitwa Development of Christian Doctrine.
Hebu tusome taarifa hino. Soma yote usichoke. Hebu naenda ukurasa wa 38. 38. Tusikie mawaidha ya Cardinal. Sasa Mkatoliki mwenyewe tena Cardinal msomi, tusikie habari zake. Hebu anza kusoma hizo taarifa, usichoke. Soma yote kwa sababu ushahidi, ili na uwasomee hicho kitabu kinatoka wapi, hicho kitabu chake. Ili wakitafute hata kwa mtandao kinaweza patikana, hata katika maktaba za Wakatoliki kinapatikana. Uone hizi pete kweli zilikuwako. Baada ya kuanzishwa na Farao, wapagani waliendelea, na ujue kana akilisha miungu ya jua, mwezi na nyota. Mwishowe tumefafanua vile vilivyo. Mwishowe alizileta, wakazileta falme yote. Rumi ilipovunjika, kainiko upapa. Upapa ukashika mambo mawili, dini na ikashika pia ufalme. Hata ukienda Vatican City, papa huyu wa leo sahi ndio kiongozi wa dini na tena ndio mfalme, ukashika. Ndio wao enzio walileta hizo vitu vyote wakaingiza kanisani. Makanisa yote yakashika, hata Waislamu. Hakuna aya hata moja hata ndani ya Biblia tunaambiwa tuvae pete wakati wa sherehe ya harusi au ndoa. Hakuna. Na kama iko, hata mimi jamaa mtaani mnifundishe, maana mimi pia si bishop wala si pastor wala si nani. Mimi jamaa la mtaani, lakini kwa neema ya Yesu nimebukua buku wa kujuza ulimwengu Yesu ni Bwana. Soma tusikie taarifa ya Cardinal. Anasemaje Cardinal? Hii ni taarifa ya Cardinal Newman aliyoisimulia. Inasema hivi. Inasemaje? Tunamkua na kukubaliana na Cardinal Newman. Huyo ni Cardinal Newman. Kwa wale wenye kusikia na wasomi pia wafuatilizieni, mnaweza kukupata katika mtandao ama katika maktaba ya Catholic, vitabu hivyo viko, maana Wakatoliki wengine ni wana historia. Soma. Katika kitabu chake cha Development of Christian Doctrine. Anasemaje? Anapoonyesha asili na mwanzo wa mafundisho ya kanisa lake akisemaje? Ilibidi kanisa kupitia viongozi wake, kuiga na kukubaliana na desturi nyingi, zilizokuwa za kishetani na kishenzi. Ili waweze kupata watu wengi kuja kanisani. Kama gani na gani sasa tuzipate? Hata watu mashuhuri na wasomi walikubaliwa kuja kwa Ukristo na mafundisho yao. Hivi walitumia vyombo vya kishetani na majini kufanya kazi ya Kikristo. Tunaambiwa na Eusebius kwamba Konstantini aliamuru mavazi ya kishenzi ambayo walioyavaa hekaluni zivaliwe kwa dini. Kama kwa mfano mavazi yao, unaona makasisi wengi wa Catholic wanavaa, ilikuwa ni ya wapagani, miungu ya Wapalestina ama ya wale walikuwa wanaitwa, wachana Mapalestina wako katika Bible, ni jina lilitengenezwa tu. Wafilisti walikuwa na kuhani wao na mungu wao alikuwa anaitwa Dagon. Ukisoma kitabu kinaitwa Samuel wa kwanza sura ile ya 5 utaona mungu wao Dagon. Sasa wale priesti wao ndio walikuwa wanavaa vile unavyoona makasisi wa Katoliki wanavaa, na ile kofia inakaa kama mdomo wa samaki. Maana ule kuhani, ule Dagon alikuwa anatengenezwa ni mungu kama samaki kabisa. Ushona, hata kama utashaka na mimi wewe ni msomi, tafuta miungu ya Kidagon, utaona. Hata kama una simu smartphone, Google the priest of Dagon, utaona vile kanavaa. Unaona makasisi wa Kikatoliki wanavaa hivi paka leo, si mambo yangu. Cardinal anasema ilibidi hata wachukue pia mavazi. Ilibidi wachukue hata mavazi ya kishenzi, unasikia, ambayo walioyavaa hekaluni zivaliwe kwa dini hii mpya, Ukristo. Ili waweze kuwaleta watu wa utawala wake, hata walete watu wengi watawala mbalimbali. Soma. Kutumia hekalu na kutengwa wakfu kwa ukumbusho wa watakatifu, kukumbusha watu waliokufa, mapambo na matawi, manukato, mataa na mishumaa. Hata hizo mishumaa mnaweka makanisani, sikizeni, matoleo fulani ili magonjwa kuponywa. Ili utoe, kama unaona ukienda kwa wachungaji wanakuambia toa kwanza pesa ya kuvunja madhabahu. Maji matakatifu wanao makanisani. Matumizi ya kalenda. Mavazi mengi kwa kutumika madhabahuni. Pete. Haya, umesikia pete? Pete za ndoa. Unaona maneno hayo? Kusali. Ukielekea mashariki. Kama vile unaona Waislamu mpaka waangalie kibla kule Middle East, Saudi Arabia. Hata sala za kurudia. Hata hii kurudia unaona watu yote yaliletwa kanisani yakakubaliwa kuwa Kikristo. Umesikia maneno hayo? Kikristo, page 371 paragraph 373. Hebu rudia, wasione ni mambo yetu. Unajua tunaongea mambo mazito, dunia inashangaa. Rudia, page gani? Kikristo. Kwanza Cardinal anaitwa nani? Cardinal Newman. Kitabu chake kinaitwaje? Kikristo,
Si peji. Kwanza twende. Kile kitabu chake Cardinal anaitwa nani? Newman. Alafu kitabu chake kinaitwaje? Development of Christian Doctrine. Development of Christian Doctrine page. Sasa twende page 371 up to 373. Umesikia? Hiyo tunaongea, lakini najua Wakristo mara nyingi wakiambia ukweli wanasikia, wafanyige maandamano, watukani watu. Watu wana shida ni Waislamu. Hata ukiambia ukweli kwa vitabu vyao watakutukana tu. Wakristo wanaelewa, ukiwaambia ukweli basi. Hata kama ataendelea kufuata hiyo mambo yake akutukane, anajua ni ukweli umedhihiri, uko wazi. Hata pia najua kuna Waislamu si wote. Wakishaelewa wanaelewa, watukani watu. Sasa tumeweza kuona vile mambo haya machafu yaliingizwa. Unaweza kuona hata katika Uislamu. Kiangalia pia pete ziko, lakini Waislamu hawa utakuta wana masharti yao. Pete za Waislamu si kama za dhahabu ama za tunaita lulu ama almasi, zile diamonds ama pearl. No, pete imeruhusiwa kwa Waislamu, lakini hawavai katika mkono wa kulia wa kushoto, wanavaa katika mkono wa nini? Wa kulia. Na tena pete yao utakuta kusoma vitabu vya Kiislamu inasemekana si pete ya dhahabu, ni pete ya chuma tu ndio inatumika. Na pia pete hizo hata kama zinafanyika kwa harusi, pia Waislamu wameweka wazi, wanasema ni haramu. Hebu wasomee taarifa hiyo. Utakuta nao pia wameiga tu kwa mataifa ya magharibi huko ambapo tumesema Babeli, Europeans huko Italy, Rome. Wameiga tu, lakini hakuna kitabu ama hadithi rasmi katika vitabu vyote vya Kiislamu mesoma hadithi ambaye Mtume Muhammad ama Allah Mungu wao pia anawaambia wavae pete. Na kama iko, ningependa wasomi wote wa Kiislamu, nafikiri mnanisikiliza katika mtandao, because I'm very serious about this matter of teaching people about God. If there is any hadith or any version in the Quran, a place where Allah your God insists Muslim to wear wedding ring, I want to know, even me, because I want to know, to learn more. Wearing gold ring Here. for men. Soma. Wearing gold ring for men. As per some hadiths, it is haram. It is haram in Islam for men Umesikia? to wear a ring made of gold. Unasikia? Here are a few stories and hadiths that mention these rules. Kabisa, tuende. Kuna It was narrated from Abu Musa that the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, amesemaje? gold and silk have been permitted for the females of my ummah and forbidden to the males. Sunnah and Nasai. A story from the hadith of Abdullah Allah ibn Abbas says that when Allah messengers, may peace be upon him, saw a person wearing a gold ring in his hands, he, the holy prophet, pulled it off and threw it away, saying, one of you is wishing live coil from hell and putting it on his hands. When Allah messengers left, a friend told the person to pick up the ring. However, the person said no, as Allah messengers had said it was haram. Hapo Muhammad akisema vizuri tunampigia makofi. Kongole bwana Muhammad. Hakuna hata katika dini iliyotangulia Ukristo. Hakuna. Kwa hivyo Muislamu hiyo pete nao navaa harusi ulitoa wapi? Inamaliza. This means that if a man wears a wedding ring, he can choose to wear one that is not made of pure gold. As per the hadith from Sahih al-Bukhari, Allah messengers wore a silver ring on his finger. Yeye alikuwa anavaa yani pete ya fedha kwenye mkono wake. On his finger, that has a carving of his name, Muhammad, messengers of Allah. Maana yake nini? Nilipokuwa Muislamu vile naelewa, yani kwa nini Muhammad alikuwa pia na pete yake. Kuna baadhi ya watu wengine walikuwa wanatumia jina la Muhammad vibaya. Yani wanaenda wanaitisha kitu ama wanaandika barua wakisema vipi eti imetoka kwa mtume ili ndiye afanikiwe kwa haraka.